La Kilifi Kusini wamezindua muungano unaolenga kutetea maslahi ya jamii hiyo kisiasa na kiuchumi, huku wakuu wa muungano huo wakisisitiza umoja na ushirikiano utakao pea wanajamii hao nafasi bora ya kujijenga na kuweza kujiendeleza. Ikumbuka kwamba jamii hiyo kwa sasa, jamii ya Wakamba, wakizungumza katika hafla hiyo iliyoandaliwa mjini Mtwapa, wakuu wakiongozwa na mwenyekiti mwandamizi wa muungano huo Emmanuel Ndambuki, walitaja kuwa migawanyiko ya muda mrefu katika jamii hiyo imesababisha wao kutengwa na kukosa maendeleo licha ya wao kuwa wazaliwa na wakazi wa huko kwa miongo kadhaa sasa. Isitoshe, wametaja kuwa muungano huo utatoa mwongozo wa njia ya kufuata kisiasa ifikapo mwaka 2027. Sisi ni wazazi, tuko na watoto wetu tumewazalia hapa Kilifi County. Hapa ndio nyumbani, hata kule tulitoka na hatujui mambo ya huko. Sisi ni wakaaji wa Kilifi County, na pia tunahitaji watoto wetu pia wasaidike kama watoto wale wengine, wapate bursaries, waweze kusoma, na pia nafasi za kazi zikipatikana, pia hawa viongozi wetu ambao tunawaelect kwenye viti waweze pia kutufikiria. Tumekuwa tumegawanyika sana sisi kama jamii ya Wakamba hapa Kilifi South, na tumekuwa tukitumika vibaya kwa mgawanyiko wetu, kwa sababu ukiona yule, lakini kwa sababu ya ule upendo. Na nashukuru wale wazee ambao walikaa wakaona huu mwelekeo tunaokwenda si mzuri na hautafaidi jamii, wakatuweka chini pamoja, mimi na ndugu yangu na viongozi wengine wa vikundi ambavyo ni vingi. Maana hawa viongozi wote tumetengeneza hii kitu ni viongozi wa kutoka so many welfares, so many organization ambazo ni za Wakamba. So this is the umbrella of Kilifi South. Mimi kama mama ni kusema kila jamii yetu ambaye yako hapa Kilifi County ama Kilifi South aingie kwa huu muungano, maana hakuna kurudi nyuma. Hata hao viongozi wetu kama huko mbele hawataelewana, sisi tutaendelea kuendelea mbele, maana wakikosana sisi ndio tunaumia, wale wa chini. Sisi tunaenda mbele mpaka mbele.